Vile ambavyo watu waliwasaidia Martha na Mariamu kuliondoa jiwe nje ya kaburi, na Kristo akatenda muujiza kumfufua Lazaro, nasi tuondoe mawe ambayo yanatutenga na kutupeleka mbali na upendo wa Mungu. Tuondoe mawe ambayo yanatutenga na kutupeleka mbali na upendo wa wenzetu. Kama nilivyosema, inawezekana ni kiburi chetu, inawezekana ni tabia zetu mbaya, inawezekana ni ukaidi. Haya yote ni mawe ambayo yanatukandamiza katika mauti ya dhambi. Haya yote ni mawe ambayo yanatutenga na kutupeleka mbali na uzima ambao Mwenyezi Mungu anapenda kutujalia. Leo tunaposhiriki adhimisho la Ekaristi Takatifu, tukiwa tunaendelea kuikaribia sherehe ya Pasaka, tuombe kwa Mwenyezi Mungu atusaidie tuondoe mawe hayo, nasi tuweze kuwa huru kuisikia sauti ya Kristo na kuweza kwenda kwake tukimtumikia kwa njia ya maisha yetu mema. Kristo ambaye ametujalia zawadi ya siku ya leo tuweze kuja kanisani na kumwabudu kwa maadhimisho haya, basi apokee ibada na maadhimisho yetu. Lakini yeye ambaye anatambua mahitaji yetu ya mbali, tumsihi pia apokee sala na hizo nia zetu na kuendelea kuzibariki, ili zae matunda mazuri katika maisha yetu hapa duniani, lakini pia kutuandaa vema kwa ajili ya maisha yetu ya umilele. Tumsifu Yesu Kristo. Tuishi yale maisha ambayo tunatakiwa, tuliofundishwa na Mungu tuyaishi. Tumpende Mungu, tupende neno la Mungu ili tuweze kuishi maisha yaliyo ya kitakatifu. Neno linatukumbusha kumwishia Mwenyezi Mungu, kuishi maisha ya utakatifu, lakini zaidi katika kumwelekea yeye kwa matendo na maneno yetu. Wale ambao hawakujaliwa kufika leo, kwa kweli wamekosa mengi, na hatuwezi kujua kutokufika kwao ni kwa sababu mbalimbali za kibinadamu, lakini kikubwa ni kuombea tu ili kusudi waendelee kujumuika katika Dominika zinazokuja, na hasa hapo mbele. Kwa mfano kama Jumapili inayokuja ni Jumapili yetu ya Matawi, tayari tunaingia katika kipindi cha ufufuo wa Bwana yetu Yesu Kristo. Msingi tunaendelea kuwahamasisha wanaume wenzetu kushiriki masuala haya ya kikanisa. Tumekuwa na sherehe ya Mtakatifu Yosefu tarehe 19 mwezi huu. Tumefanya sherehe kubwa hapa kwa parokia Mkimbizi, lakini bado wakilishi mahudhurio yalikuwa sio makubwa sana, lakini tumeona kuna uwakilishi, kuna dalili za wanaume kuanza kubadilika, kujua namna gani ya kumtumikia Mungu, na hasa kujitambua wenyewe kwamba wana kazi ya kufika mbinguni bila kujali nafasi alionayo.